Taarifa ambayo imeleta maswali mengi sana kutoka kwa wawekezaji wa klabu ya Simba, na hatuwezi tukaizungumzia kwa ubaya, lakini ni maoni na mawazo ambayo kwa baadhi ya wananchi na Watanzania kwa kupitia kurasa zao na hata kwa kupitia comment tofauti wameweza kulizwa na kuumizwa sana na kauli ambayo imekuwa ni kama fumbo kwa taifa la Tanzania. Of course nitanukuu kauli aliyoiposti kwenye akaunti na ukurasa wa Instagram wa mwekezaji wa klabu ya Simba almaarufu kama Mo Dewji, Mohamed Dewji. Of course aliweza kuposti kwenye akaunti yake ya Instagram kwa kuweka bendera ya taifa la Tanzania na kuzungumza maneno ambayo nitayanukuu, na yalikuwa ni maneno kutoka kwenye nukuu ya Qur'an. Of course nitasoma kama ifuatavyo. Mo Dewji aliandika hivi: "By time indeed mankind is in loss, except those who believe and do righteous deeds and encourage one another to truth and encourage one another to patience." Akiweza kunukuu kwenye Surat Al-Asri 103 mstari wa kwanza mpaka wa 3, yani aya ya kwanza mpaka aya ya 3. Na hapa kwa zama au muda, hakika mwanadamu yumo katika hasara isipokuwa wale waliomwamini Mwenyezi Mungu wakatenda mema, wakashauriana katika haki na wakashauriana katika subra, ambapo akiweza kunukuu kutoka kwenye sura ya Arasi ambayo ni aya ya kwanza mpaka ya 3. Bila shaka ni ujumbe ambao ukatengeneza taswira na mawazo mbalimbali kwa Tanzania na kwa wale walengwa ambao tayari wapo kwenye kipengele na wakati mgumu wa kuomboleza ndugu jamaa na marafiki walioweza kupoteza maisha, ambapo taifa la Tanzania kwa hivi sasa linapitia wakati mgumu wa kuomboleza na kuwapa pole pia kwa wale wote wahanga walioweza kukutana na changamoto kama hii. Bila shaka ni taarifa ambayo imeweza kualiza watu wengi sana kuona kwamba hata mwekezaji wa klabu ya Simba pia na yeye ameguswa na ameweza kuzungumza, hata kama ni kwa kutumia fumbo la kutumia nukuu ya kutoka kwenye Qur'ani takatifu, lakini tayari ujumbe unakuwa umeshafika kwa hadhira ambayo imekuwa ikiweza kukusudiwa. Sina la ziada, lakini cha msingi